Na kusalimu katika jina la Yesu, mpenzi mtazamaji ulioko mbele yangu sasa. Na kwa majina yangu naitwa mchungaji Joseph Bugumba, mchungaji kiongozi wa kanisa la TAG Penueli madhabahu ya Amani. Kanisa hili liko Mapinga, Bagamoyo. Kwa wale wanaotoka Dar es Salaam, baada ya kutoka Bundubi ama daraja la Mpiji, basi eneo naloanza ukanyaga baada hilo daraja, basi hiyo ndio Mapinga. Na sisi tuko hapa Mapinga, panaitwa Mapinga kwa Kibosha. Tunamtumikia Mungu hapa. Tunamshukuru Mungu ambaye pia amekuwa pamoja na sisi. Kanisa hili la Penueli limezaliwa mnamo mwaka wa 2007 mwishoni. Tulianza hapa baada ya kusikia sauti ya Bwana na kunileta mahali hapa. Tumeanza katika mazingira kidogo na changamoto, sababu moja ya upinzani ambao tulikutana nao ulikuwa na upinzani wa udini. Udini ulikuwa ni mkubwa, na kama nilivyofahamu huu ni ukanda wa Pwani, na baadhi ya udini ambao upo na ulishika kwa kasi sana. Tulianza kwa ushirikiaji na Bwana akatusaidia, watu wakaendelea kutusikia, lakini bado changamoto ilikuwa ni kubwa katika habari ya kumwamini Yesu na kuongezewa kanisa. Mungu ametutetea toka mwaka huo, na upinzani huo uliendelea kushuka hatua kwa hatua, kama ambavyo mnafahamu kwamba kila mahali Yesu alipoingia aliweza kutenda mema na anatenda mema. Bado pia upinzani mwingine uliongezeka, upinzani wa uchawi na ushirikina. Huo nao ulitesa sana, ulisumbua, kuzofisha kazi, lakini Kristo Yesu alijitukuza, kwa sababu ilifika mahala wakawa naweka uchawi ndani ya kanisa. Ndani zinatupwa hirizi na makafara ya kila aina yakawa natupa kanisani. Lengo yake tu tupate madhara. Lakini tunamshukuru Mungu, hakuna aliyepata madhara hata mmoja. Kila mmoja alibaki salama. Na mkono wa Bwana uliendelea kudhihirika kwa kila mmoja. Na kanisa la Bwana likaendelea kuongezeka. Tulianza nikiwa mimi na mke wangu, na baada ya kusikia wito mwaka huu 2007, na sasa tunaendelea kama wachungaji na viongozi wa kanisa hili. Tunaendelea kumwona Mungu atuzidisha na kutupanua hatua kwa hatua, na madhihirisho yake yamekuwa ni dhahiri sana, na watu wengi kwa sasa wanaendelea kumwona Bwana, wanaendelea kukutana na Bwana. Napenda tu niwatie moyo wachungaji, na hasa wale ambao mnaanza kazi ama huduma, na Mungu ameweka mzigo mkubwa ndani yenu kwa utumishi. Siri ya mafanikio katika utumishi ipo katika mazingira makadhaa. Moja ya jambo la msingi linaloweza kusaidia mchungaji unaanza huduma sasa, jambo la kwanza, uaminifu kwa Mungu unayemtumikia. Nikisema kwa uaminifu kwa Mungu, maana yake ni kwamba ni umfahamu Mungu wako unayemtumikia. Umfahamu Mungu wako aliyekuita. Na ukishamfahamu Mungu aliyekuita, anao kanuni ya kwanza, uaminifu. Uaminifu katika maeneo yote. Tumika kwa uaminifu kwa Mungu. Timiza huduma aliyekuwekea ndani yako kwa uaminifu. Hilo ni jambo la muhimu sana. Kifungwa mwaminifu kwa Mungu, atakutokea tu. Lakini jambo la pili ambalo la msingi sana ni maombi. Maombi ndiyo silaha yetu. Maombi ndiyo mafanikio yetu. Ni kweli unaweza kuwa umesoma na una elimu nzuri tu kabisa, lakini elimu yako haiwezi kuwa majibu kwa mapepo, haiwezi kuwa majibu kwa wagonjwa. Maombi yanaleta majibu kwa watu. Hasa nikutie moyo uzingatie jambo la kwanza, uaminifu. Jambo la pili, maombi. Lakini jambo la tatu, elewa Mungu ni wa nyakati na majira. Mhubiri 3 mstari wa kwanza ukisoma hapo inaeleza kwa kila jambo na wakati na majira yake. Yako majira ya Mungu kukujiria. Usifanye haraka. Usione Mungu amechelewa. Sisi tumeanza hapa kwa shida. Tumeanza kwa changamoto. Na muda hautoshi kueleza kila hatua tuliyoipitia.
Lakini kuna nyakati tulisemwa, kuna nyakati tuliachwa na watu, kuna nyakati tulizalaulika na watu, kuna nyakati tulipitia mazingira magumu ya uhitaji. Uaminifu, Mungu alibaki kuwa mwaminifu kwetu kwa sababu yeye ndiye aliyetuita. Kwa hiyo jambo la kwanza uwe mwaminifu, jambo la pili uombe, jambo la tatu zingatia nyakati na majira, kwamba kuna wakati wa Mungu wa kutenda juu ya hayo unayohitaji, iwe kukua kwa kanisa ama upatikanaji wa viwanja na majengo na vitu vingine. Mungu ana nyakati na majira. Wakati ukifika Mungu atafanya, lakini wewe baki kuwa mwaminifu. Mungu wako hata kuacha. Jambo la 4, usijifananishe. Usijifananishe na wale, usijizalau. Wewe ni wewe na ni mtu wa pekee na una neema ya kipekee ambayo hiyo neema ulionayo hakuna mchungaji mwingine alionayo. Simamia neema hiyo kwa uaminifu. Muamini Mungu. Simamia kila aliyoweka ndani yako, na Bwana atakutendea. Ubarikiwe sana. Karibu Bagamoyo. Tazungumza mambo mengi. Ubarikiwe mtumishi wako.